Kifupi kwa kusema kama ulivyosema, mchezo wa leo ni fainali kati ya Yanga na Azam, lakini nasema mpambano ni mgumu sana kwa sababu Azam hawakubali kushindwa. Hawakubali kushindwa kwa sababu namna wanavyojipanga na namna wanajipambania. Performance ya Azam ni kubwa sana, kwa hatuwezi kuzungumzia ni rahisi, lakini ukiangalia Azam na inavyojiandaa na performance inaonyesha uwanjani, tafsiri yake ni nini? Ni watu ambao wanakusudia sana ushindi. Kwa hatutegemei kwamba eti Yanga namna watakavyokwenda wafikirie kwamba eti watashinda. Ni mpambano mgumu ambao sasa hivi siwezi kutafsiri, lakini nataka kipindi cha kwanza kikianza nikiangalia performance kati ya Simba kati ya Yanga na Azam itanionyesha picha dhahiri. Kama dakika 5 tu au 10 itanionyesha dhahiri kulingana na mchezo namna unavyopeleka kwamba nani atakwenda kushinda, kwa sababu mchezo wa mpira ni wa wazi. Lakini umetazama na umeona namna gani mwenendo wa ligi kuu ya NBC, jinsi Azamu anavyo perform, lakini vivyo hivyo umeona kikosi cha Yanga jinsi kinavyoenenda. Labda tu kwa mtazamo, huwezi kuhisi pengine mzani utaegemea mahala fulani? Naweza kusema kitu kimoja, naiona performance ya Azam kushinda ni kubwa, kwa sababu wamezungumzia namna ya kujua hizi timu zote toka hapa tulipotokea. Azam wanazidi kupanda juu zaidi, lakini ukiangalia misimu mitatu nyuma Yanga walikuwa wako vizuri, performance ilikuwa nzuri, lakini sasa hivi bado sio ni setting ambayo wanayo. Lakini mwanzo Yanga alikuwa na nguvu ya kucheza hata dakika 120 kwa performance ile, nguvu ile, lakini kwa sasa sioni hicho kitu. Kila nikikitafuta sikioni. Kwa tafsiri yake ni nini? Kuna sehemu wana madhaifu, kuna sehemu wana gepo. Kwa hiyo gepo hilo ndio litafanya Azam waweze kupata ushindi wa leo. Kwa mazungumzo yako, ni moja kwa moja turufu yako ya leo iko kwa Azam? Mimi leo nataka nikibeti nampa Azam, kwa sababu najua kabisa. Unampa Azam kwa sababu wewe ni mwana Msimbazi, unampa Azam kwa sababu ya kimchezo? No. Kwa mwana Msimbazi sio tatizo, mimi nachanganua soka. Lakini kuchanganua kwangu soka, nikiangalia timu yangu iko vizuri kupitia dirisha dogo. Mwanzo tulikuwa tuko vizuri. Kwa hiyo ukiwa mwana michezo lakini mzalendo, unaangalia kwanza timu yako ikoje na najipangaje, lakini pia na madhaifu gani. Ili ushindane lazima uangalie madhaifu ulionayo. Unapotaka kukimbizana au kumkimbiza mtu, pima nyonga yako inakimbia kiasi gani. Kwa hiyo hata mimi sasa hivi, hata ukiangalia timu itakayokuja ya Yanga na pale Simiyu, na maanisha kwamba nimejipanga kumfunga Yanga. Kwa hiyo sizungumzii kwa mapenzi ya kwa mimi Simba Sports Club, lakini nazungumzia kwa performance ninayoiona ya Yanga toka ilikotokea, nilivyoifuatia mpaka hapa ilipofikia. Ukiangalia safari ya kwako ya wewe ya kwenda fainali dhidi ya timu ambayo unakwenda kukutana nayo, njia unaiona nyeupe ama kuna kizingiti chochote? Narudia tena kusema, nimesema hivi, kupitia dirisha dogo nimejipanga. Madhaifu siku zote kila mmoja sasa hivi anajua kulingana kwamba leo juzi ilikuwaje, jana ilikuwaje na kesho itakuwaje. Kwa hiyo mimi huko nataka kuelekea, ingawa naona wengi wana minong'ono hapa kule, huyo bwana alishamfungaga alifanya. No, mimi nasema Simba Sports Club inaenda kushinda. Lakini tukiachia hiyo Simba Sports Club, tuangalie game ya leo. Mimi naipa ubingwa Yanga, naipa ubingwa Azam kwa sababu ya performance yake na namna inavyojipanga. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia Yanga kwamba ni sio timu bora. Ubora wa Yanga nimekwambia ulikuwa misimu mitatu nyuma, performance ilikuwa kubwa. Wakipewa hata dakika 120, performance ilikuwa ni kubwa, nguvu ile, kasi ni ile kutafuta ushindi. Lakini sasa hivi sikioni hicho kitu. Kwa hiyo leo hata iweje, wewe elewa tu kwamba Azam ana asilimia kubwa ya kushinda. Mimi nikushukuru sana. Asante.